BW Media, stay informed. Barabara mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya BW Media, tunakukaribisha tena katika wakati mwingine tena, wakati uliojaa furaha, tunapoendelea na program mbalimbali kutoka chaneli yetu ya BW Media. Tunakuja kivingine tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Labda nigusie tu kwa kidogo kwamba katika mada zilizopita tulijikita kujadili kitabu cha Yoshua. Tuliona mambo mengi sana, tunaamini kwa namna moja au nyingine ulielewa kwa kina. Sasa katika msimu mwingine tunakuja kuanza mada nyingine. Tunazungumza zaidi kitabu cha Wafilipi na Wakolosai. Tutaona mada kubwa ikiwa inasema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Hayo ndio mambo ambayo tutayatazama zaidi mpenzi mtazamaji. Lakini katika somo la kwanza kabisa ambalo tunaendelea kujadili masomo haya kutoka kitabu cha Wafilipi na Wakolosai, tutakuwa tunajadili mada inayosema twaudhiwa bali hatuachwi. Katika somo letu hili mpenzi mtazamaji, tutatazama kwa kina sana kitabu cha Wafilipi na Wakolosai, likituonesha jinsi Mkristo anavyoweza kusimama imara hata katika hali ya mateso, vifungo na changamoto za maisha, lakini bado akasimama akiwa imara. Katika vipindi hivi niko na wachambuzi. Hawa wachambuzi pia wamejikita pia kujadili na kujifunza nyaraka mbalimbali za Mtume Paulo. Niwakaribishe studio za BW Media. Kwa kuanza tu tuko na Dr. Martin Maduhu, niko na Baraka Mwambopo, niko na mwinjilisti Matayo Masaka, na mimi katika kuongozea kipindi hiki naitwa Watson Mwakijola. Ungana nasi, hii ni BW Media. BW Media, stay informed. Tuanze kwa ombi kabla ya kwenda sasa ndani kuangalia kwa kina. Nikukaribishe Dr. Martin, utuongoze kwa ombi. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi kwa robo nzima tuliojifunza habari za Joshua. Tunakualika tena katika robo hii nyingine nzuri uliokubali tujifunze habari za jumbe kwa Kolosai pamoja na Wafilipi. Roho yako akawe pamoja nasi. Mbarikie mtazamaji, mbarikie mfuatiliaji, tukaweze kuelewa hasa habari hizi. Asante kwani utakuwa nasi katika jina la Yesu. Amen. Mwinjilisti Masaka, tuko katika mada nyingine sasa. Mada hii tunajifunza zaidi kuhusiana na Wafilipi pamoja na Wakolosai. Ndio. Tungetamani kupata angalau kidogo kwa utangulizi, tuwafahamu Wafilipi na Wakolosai. Karibu. Nashukuru kwa kuwa tumeanza robo ya kwanza katika mwaka 2026. Na katika robo hii tunajifunza kitabu cha Wafilipi na Wakolosai. Ni nyaraka ambazo Mtume Paulo aliziandika kwa makanisa ya Filipi na Kolosai ili kuwatia moyo waumini wa Filipi na Kolosai. Nataka tuangalie kuhusiana na Filipi. Filipi ni mji kwa Kigiriki unaitwa Filipoi. Ulikuwa ni mji wa Makedonia ambao ulikuwa katika upande wa mashariki. Mji huu ulianzishwa na Mfalme Filipo wa pili mwaka 356 kabla ya Kristo, na ukaachwa karne ya 14 kutokana na uvamizi wa Waturuki. Kwa hiyo tunapozungumzia Filipi ni mmojawapo wa miji katika Ulaya, na yupo katika upande wa nchi ya Ugiriki ya leo, na ulikuwa ni mji mashuhuri sana kipindi cha Paulo, ambao ulikuwa unaunganisha mji wa Rumi na Efeso, na ulikuwa ni mji ambao ni wa kibiashara wa kimataifa. Na ndipo kazi ya Mungu Paulo alianzisha katika mji wa Filipi, na watu wakapatikana ambao walimpokea Kristo. Na nini kilipelekea andike barua kwa Wafilipi? Katika maisha ya kiroho, wakati tunampokea Yesu, unakuwa na moto katika masuala mazima ya imani. Lakini kuna kipindi fulani unapitia kipindi cha mpito ambacho ni kipindi cha maonjo. Waumini wa Filipi wakatakata tamaa, wakapata habari ambazo ziliwakatisha tamaa, maana Paulo alipokuwa anahubiri injili kila sehemu, walikuwa wanakuja Wayahudi kuharibu kazi yake. Kwa katika Filipi pia habari hii ilifika, na Paulo ikabidi aandike barua ili kuwatia moyo
waumini wa Filipi wasimame imara katika kumtegemea Mungu katika kweli. Lakini mji wa Kolosai, mji wa Kolosai ni mji ambao upo katika nchi ya Kolosai. Ni neno ambalo limetokana na neno la Kigiriki, ambao mji huu ulikuwa ni mji katika nchi ya Uturuki ya leo, ni maeneo ya Ulaya, na ni kilomita 22 kusini mwa mji wa Laodikia, karibu na barabara inayoelekea Efeso katika mto Frati. Na umaarufu wa mji huu unatokana na jinsi ambavyo Paulo aliandika barua katika mji huu ili kuwatia moyo wa Kristo wa kule ambao walikuwa katika kipindi cha kukata tamaa, na alifanya hivyo ili kuwafanya waumini hawa waendelee kumtegemea Mungu katikati ya maonjo. Na wakati Paulo anaandika barua hizi kwa Filipi na Wakolosai, Paulo alikuwa yupo kifungoni kule Rumi. Na katika mazingira haya ya kifungoni, Paulo akata tamaa. Katika kitabu cha Filipi na Wakolosai kuna mambo makubwa matatu ambayo mimi nimejifunza, ambayo naweza nikafupisha katika vitabu hivi viwili. Jambo la kwanza, tunapaswa kufurahi katika Bwana siku zote. Katika maisha yetu huwa tunapitia nyakati fulani ngumu. Tunapaswa kufurahi, sio kufurahi tu, bali kufurahi katika Bwana. Inamaanisha nini? Kufurahi katika utumishi, katika huduma. Hata tunapitia nyakati ngumu, tuonyeshe furaha yetu katika Bwana, tufurahie ile huduma ambayo tunamtumikia Mungu katika maisha hata kama tunapitia nyakati ngumu. Jambo la pili, tunapaswa kuona tumaini. Katika nyakati ngumu tunapaswa kuona tumaini. Unapopata tumaini katika nyakati ngumu unaweza kukata tamaa, lakini unapoona tumaini unasonga mbele kwa imani, maana unaona kwamba mbele kuna nuru na mapambazuko mazuri hata katikati ya giza katika utumishi na huduma. Jambo la tatu, tunapaswa kuona fursa katikati ya tufani. Paulo akiwa gerezani kule Rumi aliona fursa ya kuandika barua na kuwatia moyo wa Filipi na wa Kolosai ili wasimame imara katika ukweli na katika imani. Mtumishi wa Mungu Ellen G. White akiandika kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 45 inayozungumzia habari ya Wakolosai na Wafilipi, kuna sura inasema kwamba waraka alioandika akiwa katika gereza kule Rumi. Kuna kipengele ambacho ni cha muhimu sana ambacho mimi nimekipenda katika kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho mtumishi wa Mungu Ellen G. White aliandika ili kututia moyo katika huduma na utumishi. Anasema hivi: ijapokuwa alikuwa mfungwa, yani Paulo, hakuwahi kukatishwa tamaa, na baada yake sauti ya ushindi ilikuwa inasikika kupitia nyaraka alizokuwa akiandika toka Rumi kwenda makanisani. Yani japokuwa alikuwa katika hali ya kufungwa, lakini hakukata tamaa. Aliandika nyaraka kuatia moyo. Wakati fulani tunapitia nyakati ngumu katika maisha ya utumishi wa Mungu, hatupaswi kukata tamaa. Tusonge mbele kwa imani, maana alianzisha kazi ni Mungu mwenyewe na ataimaliza yeye mwenyewe kupitia kwetu. Kwa tunapokuwa na matumaini katika huduma na kuwa na furaha katika Bwana, hatuwezi kutatishwa tamaa na jambo lolote, maana hakuna jambo lolote ambalo linaweza kututenga na upendo wa Kristo, sio dhiki wala adha wala vifungo. Kwa tunatioma katika waraka huu wa Filipi na wa Kolosai kwamba tusonge mbele kufanya kazi ya Mungu hata katika tufani, tusikate tamaa, bali tutazame mbele, tutaona tumaini na nuru ambayo Yesu ametupatia katika kufuata yale ambayo ni maagizo na maelekezo yake. Asante. Nashukuru kwa maelezo mazuri. Kuunganisha mbingu na dunia. Wakati fulani Kristo mwenyewe ndiye kiunganishi kati ya mbingu na dunia. Hii inaturudisha nyuma kabisa kwa ndoto ile aliyoiota Yakobo katika Mwanzo 28 fungu la 12, alipoona ngazi imetoka chini mpaka juu na malaika wakipanda na kushuka. Lakini Yesu kwa Nathanaeli katika Yohana 1:51 anaonekana pale kwamba ndiye kiunganishi. Kwa hiyo kiunganishi wa mbingu na dunia ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Sasa kutoka kwa Kristo ikaja habari ya kanisa, wakati Kristo kupitia mtume wake Paulo anafikisha kanisa ulimwenguni. Watu wanaweza kumfahamu huyu Yesu kwa mataifa mbalimbali, wanaweza kukutana na pendo lake la ajabu. Katika mambo yale Paulo aliyoyafanya, kuna mikakati mikuu 4 ambayo aliitumia kuunganisha mbingu, kuunganisha na dunia kupitia kanisa, na ndio mikakati ambayo kanisa la wenye ujumbe wa malaika watatu
linapaswa kufanya maadam na kanisa la Adventista wa Sabato. Tutaiangalia kwa uzuri hapo mbele. Kitu cha pekee cha kujifunza katika habari hii, je, kanisa letu leo linatengeneza muunganiko kati ya mtu aliyepo duniani na Mola wake aliyepo juu? Mahali fulani mtu mmoja aliuliza, kwa nini ni changamoto sana hivi leo kupeleka kanisa ulimwenguni kuliko ulimwengu kuja kanisani? Kwa hiyo kanisa linaloeneza ujumbe huu lazima iwe kiunganishi kizuri, na nani atafanya hivyo? Ni mimi na wewe. Na tutafanya vipi? Tutakwenda kuangalia kwa uzuri katika jumbe hizi, katika nyaraka hizi. Ziko nyaraka 5 alizoziandika Paulo akiwa gerezani: wa Efeso, wa Kolosai, wa Filipi na Filemoni, na ile ya 5 Timotheo wa pili aliandika kipindi cha pili alipokuwa gerezani. Jambo la pekee tunapoenda ndani katika somo hili la leo, twaudhiwa lakini hatuachwi, ni habari ya kufuraha, ni habari ya kufurahi siku zote. Furaha sio hisia, bali ni mkao wako na Mungu. Inapokuwa jambo la hisia, utakapoondoka kile kitu kinachokupatia hisia ya furaha, hautoendelea kufurahi. Lakini ukiwa na mkao mzuri katika Yesu, iwe dhiki, iwe gerezani kama alivyokuwa Paulo, utafurahi siku zote. Asante. Na mpenzi mtazamaji, hiyo ilikuwa ni rasha tu za kipindi hiki. Uone namna ambavyo tunakwenda kuzungumza kwa undani sana wa Filipi na wa Kolosai. Somo la juma hili kama nilivyokutambulishia, twaudhiwa bali hatuachwi. Tuna fungu ambalo limebeba muktadha wa mjadala wa siku ya leo, nalo linasomeka kutoka katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4. Nitalisoma. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Niko na mwinjilisti Baraka. Kwa mujibu wa hili fungu linatutaka tuwe na furaha nyakati zote. Sasa kibinadamu ni ngumu kidogo. Tunawezaje kuwa na mtazamo wa kufurahi pale ambapo tunakuwa katika magonjwa, katika huzuni, ndoa imevunjika, mtu hana mustakabali wa chakula, kuna hali ya sintofahamu, kuna migongano, mifarakano katika jamii? Tunawezaje sasa kuichukua hii na kuishi nayo, kufurahi daima siku zote, kama ambavyo Wafilipi 4 fungu la 4 linavyotuasa? Naam, asante sana kwa swali zuri ambalo umelitengeneza kwenye fungu kuu au fungu la ukalili. Ni ngumu kufurahia wakati unateseka. Na kuna mtu atakuona na akili timamu anapoona wewe unateseka na jamii na kuona unateseka, alafu wewe unafurahia. Unasema mimi nipo sawa katika Bwana na nafurahia kwa sababu Mungu ameruhusu hili linipate. Na hii nataka tu huyo mtu awe ameiva kiroho na Mungu wake na anamjua Mungu anaye mtumikia. Na kwa kusema hivyo tutakutana na kile kisa kwenye lesoni cha utangulizi, kisa cha kwanza kizuri ambacho kinamuelezea mchungaji aliyesingiziwa. Na kwa kusingiziwa kwake kukampelekea akafungwa gerezani miaka mingapi? 2. Lakini cha ajabu huyu mchungaji anasema kwa kuwa kwake gerezani kukamfanya apate fursa nyingine ya kuwahubiria watu wa gerezani kuhusu huyu Mungu. Alafu akanifurahisha kusema akahubiri, wakamuelewa Mungu, na hata meza ya Bwana ikawafuata watu wapi? Gerezani. Hii tu inaonyesha kwamba badala ya kulaumu kwamba nilisingiziwa mimi sikufaa kuwa gerezani, yeye akachukua kama fursa ya ukombozi kwa watu waliopo wapi? Gerezani. Hii tu inatuambia sisi tuendelee kufurahia. Kuna mahali Mungu anatupeleka, anatupitisha. Na kwa kutupitisha kwake kule, Mungu hakumaanishi hayupo na sisi, ila kuna viumbe wake ambao anatamani waokolewe. Na hao viumbe wakiokolewa, jua fika kwamba wewe umetumika kama nini? Kama njia. Na niliseki note hapa ambayo inanikumbusha kitu cha kukuambia ndugu mtazamaji, ni kwamba Mungu huwa angalii muda anaomtuma mtu, na Mungu huwa hesabu maumivu ambayo huyu aliyemtuma atayapitia. Anachoangalia ni moyo wa aliyemtuma. Utaona Yesu alitumwa duniani kutuokoa sisi wanadamu, na kuna maumivu mengi Yesu alikuwa anayachukua, kama vile kupigwa mijeledi, kusurubiwa msalabani. Mungu hakuangalia haya maumivu ya muda kitambo tu yanayopita. Aliangalia misheni inaenda kuishaje.
Ndio maana wanajeshi wanapotumwa kwenye kazi maalum, wale tunaita special force, hawaangalii watapigwa risasi ngapi, watakufa wangapi katika ile crew ya kwenda kuokoa. Kinachoangaliwa ni kwamba mwisho wa siku anaenda kuokolewa, ameokolewa, na akiokolewa, hawa waliokufa wakati kwenye mchakato watapewa taji. Taji zao zinawekwa hadi kwenye masanduku au kwenye majeneza, wakipewa heshima kwamba walikufa vitani. Kwa hiyo mtu wa Mungu unapopitishwa kwenye mambo magumu na ukafa kwenye hayo mambo magumu, sisi tuliobaki tunamshangilia Bwana kwa sababu amekupitisha, na bahati nzuri mwanajeshi wewe wa kwanza umekufa. Sisi tuliobaki tunafaa kuendelea kupigana vita ya kuitangaza nini? Injili. Kwa kufanya hivyo sisi tutakuwa tunashangilia magumu. Wakisema haya, Baraka, leo unaenda gerezani, unaenda unapiga injili gerezani. Wakikutoa kule, tutaona Paulo kuna mahali alipiga injili hadi kwa mapolisi. Mapolisi wakapigwa injili, wakaisali kwamba haijalishi alikuwa wapi, injili iliendelea. Kwa mimi napata fursa kusema kufurahi ni kufurahia whatever tunapita kwenye mazingira gani magumu, tuchukulie in a positive way, na Mungu atakuwa na sisi na tutapata taji. Asante. Asante kwa nyongeza nzuri kabisa kutoka kwa mchambuzi Baraka. Bado naona mwinjilisti Masaka anaonekana anatafakari kwa kina. Hii inaniashiria kwamba kuna jambo fulani anataka kukazia mahali hapo. Karibu sana. Kichwa cha habari cha somo la kwanza katika robo hii ya kwanza 2026 kinasema twaudhiwa bali hatuachwi. Anaposema twaudhiwa inamaanisha nini? Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba katika ulimwengu huu japokuwa wameacha wazazi, ndugu, mashamba na mali zao kwa kumfuata Yesu, katika ulimwengu watapata mara 100. Aliwaahidi hivyo. Alipoambia kwamba watapata mara 100, ndugu, wazazi, mashamba, lakini akamwambia na kitu fulani cha msingi, akamwambia naudhia. Naudhia. Udhia unamaanisha nini? Katika huduma ambayo walijitoa kumtumikia Mungu kama mitume, watapata majaribu, changamoto, watapita katika nyakati ngumu sana, tutakotia tamaa kwa wale ambao wana imani. Kwa tunaposema udhia, tunamaanisha kwamba katika huduma ya kumtumikia Mungu ambayo tunajifunza katika nyaraka za Paulo alipofanya kazi ya Mungu, alikumbana na udhia. Mara nyingine alipigwa bakola 39, wakati mwingine alivunjikiwa na jahazi, wakati mwingine alipigwa na mawe karibu ya kufa. Huo ni udhia ambao aliupata kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo japokuwa aliudhiwa, lakini haachwi. Haachwi na nani? Na Yesu. Maana aliahidi kwenye kitabu cha Mathayo 28 fungu la 20 kwamba atakaponya nasi siku zote hata kamilifu wa dahari. Kuwepo Bwana uliendelea kumtia nguvu, nasi pia unatutia nguvu katika huduma. Tunapokuwa tukipitia magumu katika utumishi wa Bwana, Mungu ameahidi hata tuacha. Lakini ile fungu letu la ukalini nasema kwamba furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Anaposema furahini katika Bwana hana maana ya kucheka. Hana maana ya kufurahi mambo tunafurahi leo. Ana maana ya furaha katika Bwana. Maana yake nini furaha katika Bwana? Kuwa na matumaini halisi kwa Mungu. Unapokuwa na matumaini halisi kwa Mungu, hata unapitia magumu huwezi kuogopa wala kuona hofu, maana una matumaini mazuri kwa Mungu. Ellen G. White kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume katika ukurasa ule wa 155 anasema hivi: waraka wa Paulo kwenda kwa Wafilipi kama ule uliokuwa amewaandikia kwenda kwa Kolosai, aliuandika alipokuwa mfungwa kule Rumi. Kanisa la Filipi lilipeleka zawadi kwa Paulo kupitia kwa mkono wa Epafrodito, ambaye Paulo anamuita kama ni mtendakazi pamoja katika kazi ya Bwana. Kwa Paulo alipokuwa katika gereza kule Rumi, aliandika waraka huu wa Filipi ili kuwatia moyo wa kanisa la Filipi ili isonge mbele katika kumtumikia Bwana hata katika nyakati ngumu. Mungu pia huwa anakuwa na watu wake katika nyakati ngumu. Sio nyakati tu ambazo ni za furaha, uwepo Mungu unaonekana, hata pia nyakati ngumu pia uwepo Bwana unaonekana katika utumishi na huduma ambayo Bwana ametuita kuweza kumtumikia. Asante. Naam, asante kwa maelezo hayo ya awali. Dr. Martin, tunazidi kusogea mbele. Tunaona Paulo mfungwa wa Yesu Kristo. Somo hili linaanza kutuonesha Paulo anajiita mfungwa wa Yesu Kristo na si mfungwa wa Rumi. Hii imenitafakarisha kidogo. Ni kwa nini Paulo anachagua kujiita mfungwa wa Kristo badala ya mfungwa wa serikali? Naam, asante sana. Paulo alitambua
yeye ni mfungwa wa nani. Sio kimwili kwamba alikamatwa na kuwekwa vifungoni na wanadamu walio katika mamlaka, bali alijua ndani katika moyo wake amefungamanishwa na pendo za kamba la Kristo, ambazo ndizo zilimtoa katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Tunapoangalia kule habari za Paulo, katika maisha yetu kifungo halisi ni kipi? Sio vya kimwili. Hii nizungumze kwa wale ambao yumkini huenda wamechaguliwa maeneo mapya ya kazi, labda ni watenda kazi wa Bwana, lakini huenda hata ni watenda kazi mbalimbali, wameenda katika maeneo mapya, wanaona maeneo yale ni magumu. Niseme jambo moja kwamba uwezo wa Mungu ukiungamanika na juhudi na jitihada za mwanadamu hutoa matokeo yaliyo mema na bora zaidi. Na mara zote mambo ambayo hayawezekani kwa mwanadamu, Mungu ndio ambayo anatupatia kama wajibu, anatupatia kama utume, ili kusudi kwa uwezo wake tumtegemee na tuweze kufanya, tusiweze kujisifu sisi wenyewe. Habari ya utume alipoagiza twende ulimwenguni wote, inaweza ikaonekana kama jambo gumu, lakini kwa uwezo wa Mungu tunaweza kupeleka Injili. Kwa hiyo Paulo alitambua kabisa kwamba vifungo hivi vya kimwili si mwisho wangu. Ndio maana akaandika nyaraka nyingi na barua na jumbe za pekee ambazo hata leo sisi tunazisoma. Unaweza ukawa umefungwa na mazingira. Vifungo inaweza ikawa nyakati zozote ngumu unazozipitia, changamoto, shida, nini. Lakini hata gerezani unaweza ukawa umefungwa, lakini wito wako, kusudi lako lazima liweze kwenda mbele. Na barua za Paulo zilienda mbali zaidi na watu wakaweza kumfahamu Mungu. Jambo la mwisho kwa habari ya mfungwa wa Kristo ni kwamba tunapokuwa katika mkao mzuri na Mungu, tunapokuwa tumeungamanishwa kikamilifu, utii wetu upo kwa Mungu, hakika vifungo vyote vya ulimwengu huu havitokuwa sehemu ya kutuvunja moyo, havitokuwa sehemu ya kutukatisha tamaa. Katika mazingira yoyote yale tutakapokuwa, tutamtumikia Mungu, tutaishi na tutatimiza kusudi la kuweko pale. Sio kwa bahati mbaya Paulo alikuwa amefungwa, alifungwa kwa kusudi la Mungu. Kolosai, nikupe hii ya mwisho, utaenda kuangalia katika kitabu cha Wakorintho wa pili, ile sura ya 4, fungu la kwanza na la pili, inaeleza kwa wakati huu ulioamliwa, shida unazozipitia, changamoto, vifungo unavyovipatia, sio kwa bahati mbaya, ni kwa wakati sahihi ulioamliwa na Mungu. Paulo hakuwa kwa bahati mbaya gerezani. Lakini fungu la 8 pale na kuendelea, utakutana na habari, alibadilisha kila changamoto, kila ubaya, akaweza kujinenea vizuri, akaweza kuigeuza kama fursa, na ndiyo maana alidumu kufurahi. Utadumu vipi kufurahi? Ni kutambua gumu unalolipitia ni kwa wakati sahihi ulioamriwa na Mungu, lakini ubadilishe magumu yote unayoyapitia kuwa chanya, kuwa fursa na kuwa changamoto, ndivyo utadumu kufurahi. Asante. Naam, nashukuru Dr. Martin. Hii inatufundisha kwamba mazingira hayafuti wito wa Mungu maishani mwa mtu. Kwa mazingira yoyote Mungu akitaka kukupeleka kufanya kazi yake inawezekana. Na hii pia nilikuwa nasoma katika Waefeso 3 fungu la kwanza na Wafilipi 1:13, nikapata kwa kina kile ambacho umekikazia sana. Naona mwinjilisti Baraka bado una jambo fulani la kuongeza hapo, karibu. Naam, asante sana. Vitu vinne ambavyo nimejifunza kutoka kwa Paulo. Cha kwanza ni kwamba Paulo alitoa maisha yake, na alitoa maisha yake kwa Kristo. Kwa hiyo kifungo kwake haikuwa taabu, wala hakuhisi kama kufungwa ni shida. Ndio maana utasoma ile Efeso 6:20 akijielezea kwamba yeye alikuwa katika safari ya kimishonari. Kwa hiyo migogoro inayomkuta kwenye umishonari akati amejitoa kwa Yesu haikuwa shida yoyote. Kwa hiyo hata wewe ukijitoa, ukikutana na migogoro, usipate shida. Njia ya pili ni kwamba njia aliyoitumia Paulo wakati wa nyakati ngumu, alitumia kuandika nyaraka. Maana yake aliendelea kufanya injili kwa njia ya maneno au kwa maandishi. Na sasa hizi unaweza ukawa kwenye wakati mgumu, usiteseke. Tumia simu yako kuandika nyaraka za kuatia wengine moyo wanaopita kwenye mazingira magumu kama wewe.
kupost status. Kweli tutaona ni vijembe, kwamba unatupiga vijembe, lakini kwa kutumia hivyo vijembe sisi tutapona kwa ugumu ambao unahisi unaopitia. Lakini pia njia nyingine ambayo nimeipenda kwa ndugu yangu Paulo, yeye anasema alikuwa anasema maneno waziwazi, hakuogopa. Kumbuka Paulo alikuwa analindwa na maaskari ambao anasema ni maaskari waliokuwa wanamlinda nani? Walikuwa wanamlinda kiongozi wa Rumi, mfalme. Kwa sababu alikuwa ni mfungwa ambaye yupo chini ya mfalme. Kuna wafungwa ambao wapo chini ya makardinali na manini huko chini, lakini huyu alikuwa chini ya nani? Ya mfalme. Alikuwa anasema waziwazi. Ukisoma hilo wa Filipi 1:13 inasema hata hao maaskari ambao walikuwa ni wasomi 14,000 wakamjua nani? Mungu wa Paulo, kwa sababu alisema maneno waziwazi. Kwa hiyo usiwe na kona, usiwe vitu vya kuficha ficha, funguka, ponya watu ili waongoke. Na la mwisho, kutoa taarifa ya kazi. Ukishafanya injili, rudi kanisani, toa taarifa ya nini? Ya kazi. Tunaona kwenye Filipi 4:22 pale Paulo akirudisha taarifa ya kazi wapi? Yerusalemu. Akiwaonesha Yerusalemu, akiwaambia salamu nyumbani, akiwaambia kwamba huku kazi imefanyaje? Imefanyika na inaendelea kufanyika. Kwa ukienda kuongoa roho, rudisha taarifa ya kazi kanisani. Kanisa lijue unachokifanya. Sio unaongoa kimya kimya, hatujui hata kuna watu wa kuwahudumia, kuna watu wa kwenda kuwaona, kuna watu wa kwenda kuwapatia mwinjilisti mpya. Wewe unahubiri unaondoka, hapana. Muige Paulo ambaye anatoa taarifa ya kazi. Shukrani. Asante wachambuzi kwa hatua hiyo ambayo tumeendelea kujadili somo hili. Niko na mwinjilisti Masaka sasa hapa. Paulo katika vifungo. Paulo tunamuona hakufungwa mara moja. Yaani ilifikia hatua sasa imekuwa kama kawaida. Alikuwa haogopi kama ambavyo mwinjilisti Baraka ametueleza hapo. Katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7 mpaka 12 kuna jambo liko pale. Sasa nini ilikuwa siri iliyomsaidia Paulo kustahimili mateso? Maana kiukweli walikuwa wanamtesa sana ili kumkatisha tamaa, lakini bado alikuwa anang'ang'ana. Kuna siri gani ambayo ilimsaidia kustahimili vifungo vyote hivi ambavyo amefungwa sio mara moja, ni mara kadhaa? Karibu. Ya Paulo katika vifungo. Paulo alipokuwa katika vifungo alikuwa anamtegemea mwenye kazi aliyempa kazi. Ndio maana kukatishwa tamaa na magumu ambayo alikuwa anapitia katika vifungo, katika mateso. Na swali la msingi ni unapopitia nyakati ngumu, unakuwa na mtazamo gani katika mawazo yako? Kilichomsaidia Paulo ni kwamba alikuwa na mtazamo chanya, anapitia magumu, anakuwa na ujasiri, anakuwa na furaha katika Bwana, anakuwa na matumaini katika Bwana hata katikati ya dhiki na changamoto ngumu. Kwenye sura ile ya 4, hasa ile aya ya 8 ya Korintho wa pili anasema pande zote twadhikika bali hatusongwi. Twaona shaka bali hatukati tamaa. Japo anapitia katika hali ya mashaka ni kati tamaa. Twaudhiwa bali hatuachwi. Twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu Kristo wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Siku zote tunapotembea katika huduma tunachukua kuuawa kwa Kristo. Inamaanisha nini? Tunapitia changamoto katika huduma na utumishi. Hii yote ni kwa ajili ya Kristo na yote kwa ajili ya kuinua juu huduma na utumishi wa Bwana. Lakini katika sura ile ya 6 Korintho wa pili anaeleza katika ile fungu la 5 Korintho wa pili 6:5 anasema katika mapigo na vifungo, katika fitina na katika tabu, katika kukesha na katika kufunga, katika kuwa safi na katika elimu, katika uvumilivu na katika utu wema, katika Roho Mtakatifu na katika upendo usio na unafiki. Alipita nyakati ngumu, lakini kilichomsaidia alikuwa anamtegemea Mungu mwenye kazi. Alimuita. Alikuwa anafahamu wito wake ni nini. Alikuwa anafahamu huduma yake nini. Ili tuweze kufanikiwa katika utumishi wa Mungu, tufahamu wito wetu. Tufahamu huduma yetu kwa Mungu. Na tunapitia nyakati ngumu, tuwe na mtazamo chanya kwamba hii taabu ninayopitia, hii dhiki ninayopitia, ninapitia kwa ajili ya Kristo. Ninapitia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo unapokuwa na mtazamo huo, utakuwa na matumaini makubwa. Utajikuta unafurahi katika Bwana. Unakuwa na matumaini katika yeye, maana yeye aliyekuita ametuambia kwamba katika ulimwengu huu tutapata na udhia.
Sio tu maisha ya furaha, tunapitia udhia. Unapopitia udhia unakuwa na katika maisha yako, ndugu mtazamaji wa kipindi hiki. Sasa tujenge matumaini katika Kristo alitupatia kazi na ambaye tunapomtazama tunapata ushindi. Aliyapitia yeye mwenyewe katika utumishi na huduma yake, na anatuambia kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa kumtegemea Kristo na tuweze kushinda ulimwengu, maana tunapopitia dhiki tunaona katika ile dhiki tunaona nyayo za Kristo. Alipitia hayo akashinda. Alishindaje? Alimtegemea Baba. Tukimtegemea Kristo tutashinda katika huduma na utumishi, japo tunapitia hali ya dhiki na vifungo, lakini kuna matumaini makubwa ya kushinda, maana aliyetupatia kazi ni mshindi na hajawahi kushindwa. Naam, asante Mwinjilisti Masaka. Kwa maneno mengine tunaweza tukasema kwamba mateso hayakuwa mwisho wa huduma, bali yalikuwa jukwaa jipya la utume kwa Paulo. Sasa Daktari Martin, tunaendelea, tunamwona Paulo akiwa Filipi. Sasa kwa mujibu wa Matendo 16 pale ukisoma mstari wa 6 inaonyesha kwamba vuka uje Makedonia utusaidie. Sasa Paulo alikwenda Filipi kwa maono ya Mungu. Lakini anakutana na gereza. Hii kidogo nayo iko tofauti. Hili linatufundisha nini kuhusu mapenzi ya Mungu na mateso? Kwa kuna nyakati mapenzi ya Mungu tu yanatokea. Tunajifunza nini kuhusu mapenzi ya Mungu wakati tukiwa tuna matazamio tofauti? Karibu. Naam, asante sana. Paulo na Wafilipi, mapenzi ya Mungu. Katika kitabu cha Matendo sura ya 9 aya ya 16 na ya 15 kuna jambo la kipekee sana ambalo natamani tujifunze. Kwanza, hakuna mtume aliyekuwa kimkakati katika kupeleka injili kama Paulo. Alikuwa na mikakati mikubwa minne. Mkakati wa kwanza ilikuwa ni kufika katika miji ambayo ina muunganiko mkubwa wa watu. Filipi kama ilivyoelezwa awali kabisa ni mji miongoni mwao. Mkakati wa pili wa Paulo ilikuwa kuwafundisha watu utume na huduma hii ya uinjilisti, na ndio maana Kolosai hata hakuenda yeye, ila Epafra aliweza kupeleka injili. Mkakati wa tatu wa Paulo ilikuwa ni kwa Wayahudi kwanza, na mkakati wa mwisho ilikuwa ni kuwajulia hali na kuwafikia mara kwa mara watu waliokuwa nawaendea. Sasa katika mkakati wa kwanza na wa pili kwa habari ya Paulo akiwa kule Filipi, Matendo inaandika ya kwamba mahali fulani kuna kauli ambayo inasema dunia haina huruma. Ni kweli kabisa, dunia haina huruma na inakupokea kulingana na nuru uliokuwepo nayo. Paulo kwa habari njema ya wokovu ilikuwa kama chocheo, ilikuwa kama jambo ambalo halipokelewi kwa uzuri, kwani ilikuwa ni mamlaka shetani. Filipi kule Rumi ilikuwa imetawala, ilikuwa ni miongoni mwa mji ambao Roma ilikuwa imetawala sana pale. Kwa hiyo walimpokea kama adui, wakamtia gerezani. Kwa hiyo kwa nuru ulionayo wewe kama Mwadventista, wewe kama Mkristo, wakati ulimwengu unaweza usikupokee vizuri, unaweza usikutendee yaliyo haki, lakini kwa kuwa ni kusudi la Mungu atakulinda na hata ruhusu udhulike. Ndicho ambacho Paulo alifanya, na hatua za mwisho kabisa ndipo Mungu aliweza kuruhusu akapumzika. Lakini kabla ya kusudi lako alijatimia, hata kama utatendewa visivyo haki vipi, hata kama ulimwengu utakupokea vibaya, lakini lazima Mungu atakuwa pamoja nawe. Na jambo la pili la kuangalia katika matendo hiyo na Paulo huko Filipi ni kwamba kanisa letu tunapopeleka utume twapaswa tuwe na mikakati kama ambavyo alitumia Paulo kufikia sehemu ambapo kuna muunganiko mkubwa wa watu. Katika jiji kuna majiji ambayo watu bado hata hawamjui Mungu, lakini huko nako pia twapaswa kwende. Licha ya kwamba kuna hatari, lakini yatupasa tupeleke injili. Na mwisho kabisa, Paulo akiwa huko Filipi ndipo tunakutana na barua nyingi za shukrani. Filipi ndio lilikuwa kanisa la kwanza kufunguliwa Ulaya. Matendo 16 inaeleza habari hiyo. Na msaada mkubwa Paulo pale alimuongoa yule mkuu wa gereza. Yule mkuu wa gereza baadaye utaona watu ambao Paulo alikuwa anaongoa. Kuna kina mama pale, kuna mwanamke mmoja aliyekuja kuwa mfadhili mkubwa wa kazi yake ya utume. Kwa hiyo kimkakati
tueneze injili kimkakati, na Mungu kupitia watu wakubwa walioko huko nje anapowaleta, watawaleta watu wengine wengi zaidi kanisani. Asante. Naam, ninakubaliana na wewe Dr. Martin kwamba wakati fulani Mungu anaruhusu tupitie katika maumivu kwa ajili ya wokovu wa watu wengine, lakini hii haijakaa kitaalamu sana. Nilikuwa najaribu kuangalia mazingira ya Paulo pale gerezani, namna mfungwa anavyokuwa na askari. Mfungwa hawezi kumuinfluence yule askari akaendana naye, sio jambo la kawaida. Hilo linaendelea kunitafakarisha. Nadhani mpaka tukifika mwisho wa somo hili nitakuwa nimeelewa sana, tukijaribu kuangalia na sayansi kidogo ya kijeshi na namna mambo haya yanavyokwenda. Baraka Mwambopo, naona unakuongezea hapo, karibu. Naam, asante sana. Nimefurahi namna ambavyo mwinjilisti na Daktari Madu walivyoelezea kuhusu Paulo na Wafilipi. Lakini kuna kitu ambacho mimi nimekipata, naona ni cha ajabu sana. Nikawaza cha kwanza, haya maeneo ya Makedonia ni watu ambao walikuwa wanaongea lugha tofauti na Paulo. Lakini pia hajaishia hapo, lilikuwa ni koloni la Warumi. Kwa maana yake pia na Kirumi kilikuwa kinazungumzika pale. Tukisema Kirumi maana yake tunazungumzia Kiitaliano. Lakini haishia hapo, tunaona alivyoenda Makedonia alikutana na Timotheo. Timotheo baba yake alikuwa Mgiriki. Kwa Timotheo alikuwa anaweza kuongea Kiyahudi na Kigiriki. Na wakapatana na nani? Na Paulo. Sasa kumbuka lugha mama ya Timotheo ni Kigiriki. Lugha ya mama yake mzazi ni Kiyunani. Tunaweza tukasema mama alitumia nguvu nyingi kumfundisha Timotheo Kiyunani labda kidogo. Lakini nilichokutana nacho hapa ni kwamba kama mkakati wa Paulo mkubwa ulikuwa kugusa miji yenye ushawishi, miji mikubwa ambayo ilikuwa ni ngome za Warumi wakati huo, lakini pia alitaka hii injili ya Yesu Kristo ienee, na alikuwa anatumwa na Roho Mtakatifu. Nakumbuka Roho huyu ndiye aliyewaambia, alimuona mtu Makedonia akisema njoo ufanyaje? Utusaidie. Kiswahili cha kisasa kinasema utuokoe, maana yake kulikuwa kuna shida kidogo. Na wokovu anaopeleka hatuambii Paulo alikuwa na uwezo wa kuongea lugha ngapi. Kwa nikasema kama ni hivyo, kuna kitu cha kumuomba Mungu sana wakati tunaenda kufanya injili. Tumuombe Mungu kipawa cha lugha. Lugha sio kitu cha kutilia uzembe. Sio kitu cha kupuuza. Sio kitu cha kupuuza kabisa, ni cha kutilia maanani kabisa. Na hizi lugha tuzijue, lugha za kimataifa na mataifa ambayo bado hayamjui nani? Mungu. Kwa kama sisi Waadventista wa Sabato ni vyema pia tukijua Kihadizabe. Kama vile tulivyofanya juhudi kujua Kimasai, maana tuna redio MR Kimasai. Ije na ya Kihadizabe sasa. Ili wale wa Hadizabe wa duduke wamjue Yesu hawa kina duduke. Lakini isiishie tu kina duduke, tutafute na sehemu zingine ambazo tutazifikia kwa lugha zao. Na tukifikia kwa lugha zao itakuwa rahisi kuambia huyu Yesu tunaye muamini kuliko kutafuta wafadhili. Lakini pia kuna issue ya mwisho ambayo nataka kuzungumzia. Paulo akigusa wafanyabiashara. Hakuishia tu watu wa kawaida, alimgusa Lydia kama tumesoma kidogo. Lydia ni mwanamke mfanyabiashara na yeye akaongolewa. Na Lydia play part kubwa sana ya kumwezesha Paulo katika umishonari wake. Kwa hiyo wainjilisti, mimi na wewe ambao ndio wainjilisti wa sasa kulingana na Mathayo 28, tukiwaona matajiri tupate wivu mkubwa wa kuwahubiria injili ili mali zao zitumike kutusapoti tunapoenda kuwahubiria hao Waadizabe wakina Dudukwe. Lakini tusiishie hapo tu, tumwambie na Mungu aendelee kutusimamia katika taabu ambazo tutakutana nazo kama Paulo alivyomsimamia, na naamini tutafika mbali. Shukrani. Naam, barabara mpenzi mtazamaji. Tunazidi kuchimba sana Wafilipi na Wakolosai, na mpaka sasa bado hatujasogea pale kwa Wakolosai, tuko kwa Wafilipi. Nikukumbushe tu kwamba tuna somo la kwanza kabisa ambapo tunazungumza twaudhiwa bali hatuachwi. Na kwa hatua hiyo mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde.
BW Media, stay informed. Na mpenzi mtazamaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi. Nikukumbushe kwamba tulikuwa tunajadili sana kuhusiana na Wafilipi, na tuko somo la kwanza tu, pengine kwa kurejelea, pengine umefika katika vipindi hivi tukiwa tunaendelea. Tunazungumzia twaudhiwa bali hatuachwi. Tumeona mambo mengi sana kuhusiana na Paulo akiwa Wafilipi, lakini tunaelekea mbele zaidi. Niko na wachambuzi kama ilivyo kawaida, tunaendelea nao kujadili somo hili. Sehemu nyingine ambapo tunamuona Paulo na Kolosai. Nilikuwa najaribu kuangalia baadhi ya kumbukumbu nyingi kutoka kwa wanazuoni na wachambuzi mbalimbali wa masuala ya Biblia. Inaonekana Paulo hakufika Kolosai. Kweli. Hii inatufundisha nini kuhusu kazi ya pamoja katika makanisa? Kazi ya pamoja ni nzuri, maana hata maandiko yanasema kwenye kitabu cha Zaburi 133 kwamba ni vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Paulo alikuwa anafanya kazi na timu, hakufanya kazi peke yake. Halikuwa jeshi la mtu mmoja, ilikuwa ni timu. Na ilikuwa na timu ya watu wengi. Na tunaona kwamba kweli Kolosai hakuwa kufika, lakini kuna mtu mmoja anaitwa Epafra ambaye alimsikia Mtume Paulo akihubiri Injili na akaongewa na ile Injili, na huyo alikuwa ni mwenyeji wa Kolosai, ndio aliyepeleka Injili kule Kolosai. Akawafikisha watu ujumbe. Kwa hiyo unapokuwa na timu, mahali huwezi kwenda kila sehemu. Japokuwa Paulo alikuwa na shauku ya kwenda kila sehemu kupeleka Injili, lakini haikuwezekana kwenda kila sehemu kwa wakati huo huo. Kwa alikuwa na timu yake, wakati fulani anatuma timu yake kwenda mahali fulani kupeleka ujumbe, na wanafanya kazi ya Mungu, na anapofanya kazi ya Mungu anawatuma pia watu kwenda kuangalia makanisa aliyoyafungua, kazi inaendeleaje, na kuwatia moyo. Kwa alikuwa na timu ambayo ilikuwa inamsaidia kwenye kazi ya utume. Tunapofanya kazi ya Mungu ni vizuri tukawa na timu, tufanye kazi kama timu, tufanye kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano. Italeta ufanisi zaidi kwenye kazi ya Mungu. Huwezi kufanya kila kitu mtu mmoja, la. Ndio maana kuna karama mbalimbali Mungu amezigawa. Kwa hiyo Mungu alimjalia Paulo kutengeneza timu ambayo ilikuwa inamsaidia kwenye kazi na huduma ya utumishi. Huyo Epafra alikuwa ni mwongofu kutoka Kolosai ambaye alisikia Injili kwa Paulo na akaenda kwa watu wakao akapeleka ujumbe. Hii inatufundisha nini? Kwamba hata katika sisi katika utumishi na huduma yetu, tunapokuwa tumepata ujumbe wa kweli, hivi tukarudi katika maeneo yetu tuliyotokea ambayo ni asili yetu, tupeleke ujumbe. Ndio tulikuwa na mkakati mwaka 2024 na 2025 kwamba homecoming, turejee nyumbani, tupeleke ujumbe wa Injili katika maeneo ambayo tumetoka katika asili yetu. Lakini katika sehemu pia tunakutana na mtu fulani anaitwa Filemoni. Tunakutana na habari ya Filemoni pamoja na Onesimo. Kwamba Onesimo alikuwa ni mtumwa wa Filemoni na alimtoroka bwana wake Filemoni, na Paulo akawa amekutana na huyu Filemoni na akamuongoa na akawa mmoja wapo wa timu yake. Sasa anamrudisha kwa bwana wake ambaye ni Filemoni, lakini anamtia moyo kwamba ampokee sio kama mtumwa, ampokee kama ndugu. Kwenye kitabu cha Filemoni sura ya kwanza aya ya 15 na 16, maana labda ndio sababu alitengwa nawe kwa muda ili uwe naye tena. Yaani Onesimo alitengwa na bwana wake ambaye ni Filemoni kwa muda ili awe naye tena. Aya ya 16, tokea sasa si kama mtumwa, zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa kwangu mimi sana, na kwako wewe zaidi sana, katika mwili na katika Bwana, kwamba ampokee Onesimo kama ndugu, si kama tena mtumwa. Amchukulie kama ndugu, maana tayari Filemoni ni mwongofu na Onesimo pia ni mwongofu. Kwa hiyo anapompokea, ampokee kama mtu wa Mungu ambaye ni ndugu, aishi naye katika hali ya kifamilia kama ndugu na afanye kazi ya Mungu. Hii tunajifunza nini katika utumishi na huduma zetu? Unapokuwa na watumishi ambao wapo chini yako, aidha ni house girl, house boy, na watumishi wengine ambao watendee katika hali kama familia, wewe kama ndugu, watendee kwa upendo kama mmoja wa familia yako. Hii inaleta picha nzuri katika huduma na utumishi ambao tunaofanya. Kupitia huduma hiyo unaohudumia kama familia, inatengeneza kufahamu upendo wa Mungu kivitendo. Maana katika ulimwengu, dunia inahitaji kuona upendo wa Mungu kupitia kwetu kivitendo, nama tunavyowatendea wengine mambo ambayo nasi tulipenda kutendea na watu wengine. Maana maandiko yanasema wazi kwamba lolote unapenda utendewe na watu, na watendee hivyo hivyo. Kwa kila mmoja angependa kutendewa mema, kutendewa upendo, tuonyeshe hiyo pia kwa watumishi ambao tunakuwa nao katika familia zetu, ili wamuone Kristo kupitia huduma ambayo tunahudumu nao. Hatimaye kwa njia hiyo watapata njia ya kumfahamu Yesu kwa kina zaidi na kuvutwa na hatimaye
kupata njia ya kuokolewa. Asante. Tunamwona Onesimo akiwa mtumwa wa Filemoni. Sasa katika maisha yetu ya leo, je, hali ya utumwa ni sawa kuendelea nayo au yani unazungumziaje swala la utumwa katika maisha yetu? Maana tunaona alikuja akafanya kazi kubwa sana pamoja na kuwa amepitia katika hali hii. Unasemaje kama mchambuzi wa masuala haya, afu ukiwa kijana unayesoma pia historia na ukihusianisha na masuala yetu katika kizazi cha leo cha Gen Z? Karibu. Naam, asante sana. Wakati mzee wangu Masaka anazungumza, kuna hints alinipa na ni vyema nikashare na wapenzi watazamaji. Ukisoma ile Filemoni pale kuanzia 14 ukashuka nayo wewe mpaka tunamaliza kabisa Filemoni, utagundua kuna maelekezo Paulo anayatoa. Sasa hapa kuna vitu ambavyo vilitokea kati ya Filemoni na ndugu yake au mtumwa wake ambaye alikuwa anaitwa nani? Onesimo. Kumbukeni injili inamfikia mtu kwa njia mbili. Moja, anasikia ujumbe wa Mungu. La pili, anaona watu wa Mungu wanavyotembea katika njia sahihi na yeye anavutiwa nao. Kwa maana yake Onesimo hakuwa kipofu wala hakuwa kiziwi. Aliona na akasikia. Alimuona Paulo alivyo na tabia njema. Alafu akayasikia maneno ya Mungu kupitia nani? Paulo. Na yeye akaongoka akati akiwa mtumwa. Sasa kuna kitu alikifanya Onesimo, alimtoroka bwana wake. Hakuaga. Na kumbukeni Kolosai anasema Kolosai ni jamii ambayo ilikuwa imegubikwa na tamaduni. Tunapozungumzia tamaduni tunamaanisha kuna vitu vya asili vilikuwa vimeshikiliwa. Na kati ya vitu vya asili vilivyoshikiliwa, ukiachana na kula vibaya, ukiachana na kunyoa vipara, ukiachana na kuonesha tabia mbaya, kulikuwa kuna tamaduni ya kuwa na watumwa. Tamaduni ya kuwa na watumwa ni kwamba huyu Onesimo alikuwa hana nguvu yoyote hata ya kutoroka. Sasa hapa anaonekana amefanyaje? Amemkimbia bwana wake. Kumkimbia, Paulo anamwombea msamaha Onesimo. Na kuna maneno hapa Paulo aliyasema, nitatumia lugha hii ya kisasa. 15 anasema, labda Onesimo aliondoka kwako kwa kitambo tu, kusudi aweze tena kuwa na wewe daima. Hapa ni Paulo anamtengeneza Filemoni kumpokea nani? Onesimo. Kisaikolojia, yani huyu jamaa alikuwa na filosofia nzuri sana Paulo. 16 anasema, na sasa yeye si mtumwa wa kawaida. Inawezekana unamwona mtumwa lakini sio wa nini? Wa kawaida, ila ni bora zaidi ya mtumwa. Yeye ni ndugu yetu mpenzi. Ni wa maana sana kwangu mimi, nani? Paulo. Kwako atakuwa wa maana zaidi kama mtumwa na kama ndugu katika Bwana. Paulo anageuza utumwa wa Onesimo sasa usio utumwa wa Filemoni, huo utumwa wa nani? Wa Mungu. Alafu 17 anasema, basi ikiwa wanitambua mimi kuwa mwenzako, mpokee tena kama vile ungenipokea mimi mwenyewe. Paulo huyo. 18 anasema, kama alikuwa amekukosea kitu au alikuwa na deni lako, basi unidai mimi. Unaweza ukamdai mchungaji. Hapa ni Pastor Luguli anasema unidai mimi. Unaanzia wapi? Hapa Filipo ndo anaambiwa sasa kwa Paulo enzi hizo kwamba unidai mimi. Na anamalizia 19 anasema, naandika jambo hili kwa mkono wangu mwenyewe. Mimi Paulo nitakulipa. Tena sina haja ya kusema kwamba wewe una deni kwangu. Nani anasema huyo? Paulo. Kwamba una deni kwangu. Naam, ndugu yangu, nifanye jambo hilo kwa ajili ya jina la Bwana. Burudisha moyo wangu kama ndugu katika Kristo. Na ukiendelea hapa chini anaelezea kwamba mimi nakuja, uniandalie chumba, nitakuja. Yaani Paulo alimseti Filemoni in such way kwamba Filemoni atoe msamaha kutoka moyoni. Na akamuonesha kwamba mimi ninajali, nikimaliza huduma yangu na mimi nitakuja nionane na wewe. Huu ni upendo mkubwa sana ambao Paulo anaonesha. Kumbe mzambi akikosea, ukiwa kiongozi, onesha upendo mkubwa wa kumrudi. Hata kama kanisa tayari limeshamhukumu huyu nani? Mzambi. Ila we kiongozi, liambie kanisa lako limpokee huyu aliyempokea nani? Bwana tena. Yani wewe usiwe kikwazo. Hata kama ametenda, basi chukua dhambi yake. Sema kanisa ni kweli alitenda dhambi na saizi amempokea Mungu na amebatizwa. Basi kama kuna kitu aliwakosea, kwa niaba yake
naomba nihukumiwe mimi. Huu ni upendo ambao Paulo ananionyesha kwa mara ya kwanza nauona. Kwa sababu kuna sehemu huku juu nilisoma Paulo alipokutana na Timotheo akamtaili, nikasema Paulo ukatili ulikuwa hujaisha. Lakini kumbe huyu anafuata taratibu za Mungu za upendo. Haleluya. Upendo ndo kitu cha muhimu sana cha kukifanya kama alichokifanya Paulo. Naam, asante sana. Makanisa ya Filipi na Kolosai, moja kati ya kitu cha kipekee sana katika nyaraka za Paulo ni pamoja na uunganishi ambao walikuwa na utengeneza kwa watu waliokuwa wanawafikia. Katika Wakolosai sura ya kwanza, aya ya kwanza na ya pili, na Wafilipi vivyo hivyo, anaeleza watakatifu walioko Filipi, watakatifu waliopo Kolosai. Katika jamaa zote zinazofikiwa na habari njema ya Mungu, wakati Filipi akiandika waraka wakati Paulo akiandika waraka kwa Wafilipi kama ya shukrani, kama ya kuatia moyo, kama ya kuwaonyesha Kristo kama njia pekee ya maisha, aliandika waraka kwa Wakolosai kama kunyoosha katika mapokeo maovu na mapokeo mabaya aliyokuwa nayo. Sasa kitendo cha kuwaita watakatifu, anawaunganisha wale wote walioipokea Injili na Bwana ambaye ndiye aliyekuwa na mtuma Paulo. Popote pale tunapoeleza habari njema, popote pale unapomwambia mtu habari juu ya Injili, tengeneza muunganiko uwepo kati yake yeye na mbingu. Ndicho Paulo alichokuwa anakifanya. Aliwaita watakatifu watu wote ulimwenguni hapa, maadamu wamempokea Kristo, maadamu wameipokea neno lake, wanawekwa level moja na watakatifu. Jambo la pekee la kujifunza ni huyu Kristo aliye kiunganishi, mpatanishi kwa Mungu. Habari ambazo Paulo alieleza, neema ya huyu Kristo ndio iliyowafanya Kolosai, watu waliokuwa na mapokeo tofauti, waliporejea wakawa watakatifu. Ndio iliyowafanya Wafilipi, watu wale waliodumu kufurahi katika Bwana, wakaweze kuwa watakatifu. Wewe na mimi, mwanajamii mwenzako, rafiki yako, yeyote anayepelekewa habari njema, anaweza akawa mtakatifu katika pendo na katika kamba za Kristo pekee. Asante. Mwinjilisti Masaka, tunaendelea sasa hapo. Tunaona pia namna ya uongozi wa Paulo. Tunaona hapa anawafundisha kazi Timotheo na Epafra. Lakini pia kuna namna kubwa sana ambayo Paulo anafanya ya uongozi inayomwezesha inayopelekea kazi yake kufanyika kwa ufanisi maeneo ambayo yeye hayupo. Ukiwa kama mtu ambaye umekuwa katika uongozi na unayapima mambo kwa kina, unazungumziaje swala hili ukihusianisha na namna ambavyo siku za leo watu wanafeli sana kwenye masuala ya uongozi? Kabla sijaongea swala la uongozi, kuna dodo moja ambayo nimeipenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume cha Ellen G. White, ukurasa ule 154. Anasema waraka kwenda kwa Wakolosai umejawa mafundisho ya thamani ya juu sana kwa wote wanaojihusisha na kazi ya huduma ya Kristo. Yaani katika waraka wa Kolosai kumejaa mafundisho ya thamani ya juu sana. Tunapojifunza nyaraka hizi zinatutia moyo katika utumishi na huduma. Kwa wale watu wanaohusika katika huduma ya Kristo, nyaraka hizi za Filipi na Kolosai ni vyema kuvisoma ili zitutie moyo katika utumishi na huduma katika viwango vya juu sana. Lakini tunapozungumzia habari ya mfumo au uongozi, Paulo amezungumza sana kuhusiana na uongozi. Ametaja mashemasi, ametaja maaskofu, ametaja wahudumu mbalimbali katika nyaraka zake. Inaonyesha kwamba kanisa linapaswa kuwa na mfumo. Na tunapoona kanisa la kwanza la Yerusalemu lilikuwa na viongozi. Na tunaona walipokwenda kuhubiri Injili kwa mataifa, wakakumbana na changamoto fulani. Kwa mfano kipindi cha Petro, walipoenda kwa mataifa kukumbana na changamoto fulani, na ikaonekana Wayahudi wanalazimisha mataifa kwamba lazima watahiriwe ndio wataokolewa. Nje hapo hakuna wokovu kwa mataifa. Jambo hili kuleta changamoto kubwa, ikabidi wapeleke haya mashauri kwenye uongozi kwa Yerusalemu. Baadhi yakakaa na Yakobo akiwa mwenyekiti wa kile kikao, wakajadiliana wale wazee pale Yerusalemu kwenye kanisa la Yerusalemu, na wakafanya maamuzi na ukaandikwa waraka kwa watu mataifa ili kuwasaidia kuelewa. Kwa hiyo walikuwa na mfumo wa kiuongozi
tokea awali. Kwa kanisa linapaswa kuwa na mfumo wa kiongozi, na mtumishi wa Mungu Ellen G. White alizungumzia habari ya mfumo, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mfumo katika uongozi wa kanisa. Na tunafahamu kama kanisa la Waadventista wa Sabato tuna mfumo wa uongozi ambao kwanza chini tuna kanisa mahalia, alafu field ya conference kwa maana ya jimbo, lakini union kwa maana ya jimbo kuu, lakini kuna general conference ambao ni makao makuu au halmashauri kuu ya kanisa, na division ni sehemu ya general conference au ofisi za kana general conference. Kwa hiyo kanisa lina mfumo, na mfumo huu unasaidia kanisa tena kazi katika utaratibu. Na maandiko yako wazi kwamba Mungu sio machafuko, ni Mungu utaratibu. Kwa tunapokuwa na mfumo, tunafanya kazi ya Mungu kwa utaratibu. Kila mmoja anasimama mahali pake. Mashemasi anasimama mahali pake kufanya kazi ya Mungu. Wazee wa kanisa hali kadhalika wanasimama mahali pake kufanya kazi ya Mungu, kusimamia kazi ya Mungu. Wachungaji hadi kadhalika na maaskofu, kila mmoja katika mahali pake. Tunafanya kazi kwa njia ya mfumo ambao Mungu ameupendekeza kwetu kwenye kanisa lake. Tutafanya kazi kwa ufanisi sana. Paulo alifanya kazi katika mfumo, lakini alikuwa na timu inayomsaidia kwenye kazi ya Mungu. Kama ambavyo ni mzima mahali kwamba huwezi kama kiongozi kufanya kila kitu. Ili kufanikiwa, gawa majukumu. Na unapogawa majukumu kwa wale ambao wanakusaidia kwenye kazi ya Mungu, uangalie pia vipawa vyao, uwape kazi kulingana na vipawa vyao, ili kila kitu kiende katika utaratibu na uzuri wa pekee. Hapo utakuwa na kazi ya Mungu utafanya kwa namna ambayo haitakuia ugumu. Ndio maana hata Musa alishauriwa na mke wake Yethro kwamba alikuwa anawaapisha watu, wanapitisha hukumu kwao kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hana muda wa kupumzika, hana muda kwa familia yake, hana muda wa kula. Muda wote yuko busy. Akaona kwamba hapana, alipoangalia huyu mtumishi wa Mungu Yethro, akamshauri mkwe Musa kwamba hapana, jambo hili utadhoofika wewe, lakini wale ambao wanahudumia watadhoofika, maana wanasimama hapo kujongoja huduma, wahudumie. Akamshauri kwamba inabidi aweke watu watakaomsaidia, wakuu wa maelfu, wakuu wa mamia, wakuu wa makumi. Kwa uongozi ni jambo la msingi sana katika kanisa la Mungu, katika huduma ya utumishi, ili mambo yafanyike katika uzuri na utaratibu, na mtu mmoja asilemewe na majukumu mengi ambayo yanaweza kumdhoofisha afya yake ya kimwili. Kwa hiyo tunatia moyo katika utumishi na huduma ya Bwana tuweze kufanya kazi katika mfumo na tugawe madaraka, na itatusaidia kufanya kazi ya Mungu katika namna ambayo kupitia huduma hiyo Mungu atatukuzwa, lakini pia utakuza vipawa vya wengine, maana unakuwa unawafundisha kazi na unawaandaa kuwa watumishi katika kazi, katika ngazi kubwa kabisa. Hata unapokuwa umestaafu au umechoka, unachukua mahali pako. Kiongozi ambaye ni mzuri ni yule ambaye anaandaa watu kuchukua nafasi mahali pake, mahali ambapo anakuwa amechoka, amestaafu, na anatuma katika maeneo mbalimbali, anafundisha kazi, kutembelea washiriki, kuwatia moyo, kuwaombea na kuwafikia namna hii. Na hii inasaidia sana kuandaa vijana kwa ajili ya utumishi, kwa kuwatia moyo watu wazima katika huduma hii. Tuandae vijana na kuwatia moyo kwenye kazi ya Mungu, tuwafundishe na tutembee nao, tukuelekeza kwamba katika huduma tutafanya moja mbili tatu, na hii itawasaidia katika huduma na utumishi ambao Mungu anataka tufanye katika ulimwengu. Asante. Naam, Mwinjilisti Masaka, nimependa hiyo uliomaliziana nayo kwamba wale watu ambao wako kwenye uongozi ni vizuri pia wakatoa nafasi ya kuwafundisha vijana ambao mara nyingi wanakuja kuchukua nafasi hizo baadaye. Japo sasa watu wengi wanahisi kwamba unapowafundisha watu ambao wako chini yako unahatarisha nafasi yako. Kuna mtazamo huo pia, lakini nauona sio sahihi. Mimi naona watu wote ambao wamefanikiwa sana ni wale ambao wamefundisha watu wengi. Unapofanikisha wengine, na wewe Mungu anakupatia uwezo zaidi wa kufanikiwa katika unayoyatenda. Mpenzi mtazamaji, nikwambie tu kwamba tunaelekea mwisho, na wachambuzi tupite sasa hapa katika somo la juma hili, tukianza na Mwinjilisti Baraka, tunatoka na nini? Naam, asante sana. Kadiri unavyojitoa wewe mwenyewe kikamilifu kwa Mungu na kutekeleza huu ujumbe wa malaika watatu wa kuitangaza Injili kama Paulo alivyokuwa anafanya, watu watakuchukia. Watu wakuchukia ni wakina nani? Vichawi, wachawi kwenye kanisa lako watakuchukia, wazinzi kwenye kanisa lako watakuchukia, wasengenyaji, wezi, au ndio watu wa kwanza wa bidhaa yako ya chuki kuwapata. Kwa nini? Kwa sababu wewe umejitoa kikamilifu. Alafu anasema utakutana na upinzani. Upinzani upi? Wale watu ambao walikuwa maarufu. Kumbuka, unapoanza tu kumtetea Yesu Kristo, umaarufu ni sehemu ya maisha yako. Hilo usitumie nguvu nyingi. Hahitaji kwenda hata kwa mganga ili nyota yako ing'ae. Ukianza tu kumtumikia Yesu na kutangaza Injili ya Yesu Kristo kikamilifu, wewe utaanza kuwa maarufu. Kadiri unavyokuwa maarufu kwa wema wako, ndivyo wapinzani wataongezeka. Ni wakina nani? Ni wale maarufu kwa shetani. Songa mbele, tufanye Injili, Yesu arudi. Ubarikiwe.
mambo manne ya kujifunza katika somo hili. Jambo la kwanza, kusudi, wito au nia yoyote ile huwa inaenda sambamba kupatiwa uwezo wa kuitimiza. Haujapewa kusudi bila uwezo wa kulitimiza. You are never given a will without the power to fulfill it. Agizo alilolitoa Mungu hakika ametoa na uwezo wa kutimiliza. Hivyo tudumu kusonga mbele, kutimiza wajibu, kutimiza kusudi, kutimiza wito, kufanya jambo kubwa lilopo moyoni mwetu. Jambo la pili, maisha ya ulimwenguni hapa. Yumkini katika changamoto nyingi, katika vifungo, katika nini, maisha hayatokei ili aweze kukuangamiza au kukuumiza, ila yanatokea kwa ajili yako. Wakorinto wa pili sura ya 4 aya ya 15. Yote yalitokea kwa ajili yetu. Yameandikwa maneno ya namna hiyo, utaenda kusoma. Kwa hiyo hauna sababu ya kulalamika, hauna sababu yote ya kulaumu kwa nini maeneo magumu, kwa nini umeenda sehemu fulani, hapana. Kwa nini changamoto fulani, hapana. Maisha yanatokea kwa ajili yako. Jambo la tatu ni ahadi ambayo ipo tunapopitia vifungo, tunapopitia kuudhiwa, tunapopitiwa kusetwa na mambo kama hayo. Ahadi hiyo ni kwamba nalikuwa kijana mpaka mzee, sijaona mwenye haki akiwa ameachwa. Zaburi 34:19 na 18 anaeleza maombi ya anayeumia, maombi ya mwenye maumivu Bwana huyasikia. Huenda unateswa kwa yasiyo haki, kwa habari ya Injili, kwa habari ya Mungu, lakini tambua kwamba Mungu anatambua na atasikia na hawezi kukuacha kamwe. Kama ambavyo alikuwa kwa Paulo, yuko pamoja, tayari kuwa pamoja na wewe. Na jambo la 4 na la mwisho kabisa, ni kupatie kisa hiki kidogo. Kilitolewa na mwinjilisti mmoja, mchungaji na daktari mmoja miaka ya 1900 hapo na 40. Alisema katika huduma yake siku moja alipata mgonjwa mama aliyeletwa ameungua usoni. Mama yule alikuwa na bwana wake mlevi, mumewe. Alivyorudi nyumbani alichukua chemli au taa iliyokuwa ina mafuta ikiwaka moto, akamtupia usoni, akaungua sana uso. Akaletwa, akakimbizwa hospitalini, polisi wakaja na yule bwana wakafanya uchunguzi wao. Wakati wanamuuliza yule mama, tuambie yote kuhusiana na mume wako huyu, yule mama alivyomtazama usoni mumewe akiwa bado amelewa na pombe yule mwanaume, mama yule alisema, hapana, ilikuwa ni ajali tu. Ndivyo ambavyo upendo unaogusa, tender love, upendo unaochoma lakini bado unapenda. Mungu ametupenda kwa namna ya pekee sana. Licha ya kwamba tutapitia changamoto, licha ya kwamba tutaudhiwa, lakini bado yungali nasi. Ndio Paulo anasema ni kipi kitatutenga na upendo? Sicho hicho. Lakini hata sisi tuwapende watu wengine kwa upendo wa namna ya pekee unaogusa. Wanaotuudhi hata kama tu wenye haki tusiwachukie. Paulo hakuwachukia waliomtesa, hakuwachukia waliowafunga. Aliona ni watu wanaostahili kupokea injili ya Mungu. Twaudhiwa lakini hatuachwi na Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, asante. Naam, Mwinjilisti Masaka, umewasikia pia wachambuzi wenzako namna ambavyo wanaeleza kile ambacho tunakipata sasa kwa ufupi katika juma hili. Naam, wasani wako sasa. Wewe una mtazamo gani? Mambo gani ambayo tunayapata hasa ya msingi sana ambayo ungetamani pengine mpenzi mtazamaji pia aweze kuyapata? Nilipokuwa naelezea swala la mfumo wa uongozi, nikakumbuka kwa mahali fulani kwenye kanisa moja kulikuwa na mzee wa kanisa aliongoza kanisa kwa mfululizo wa uzee wa kanisa zaidi ya miaka 10. Na akawa naelezea, mimi ni kiongozi kwa miaka 10. Nadhani ni sifa. Ukitaka kwamba uonekane umefeli, uwe kiongozi wa kanisa miaka zaidi ya 2, umefeli. Maana yake kujiandaa mtu mwingine kuchukua nafasi yako, wewe tu ndio unaonekana hapo. Kwa hiyo unakuwa uko sahihi. Tujifunza namna ya kurithisha watu uongozi na utumishi katika huduma. Ndio mfumo ambao kanisa linafundisha. Na jambo la kujifunza kupitia kwa Mtume Paulo, na kitabu cha Matendo ya Mitume cha Ellen G. White, kitabu kile kinazungumzia habari ya uongozi kwenye kurasa wa 156. Anasema, lipo jambo kwetu kujifunza katika uzoefu wa maisha ya Paulo, kwa kuwa inafunuliwa njia ya namna Mungu anavyofanya kazi. Bwana aweza kuleta ushindi kutoka katika jambo linaloonekana kuwaibisha watumishi wake na kuonyesha kuwa wameshindwa. Mungu yupo tayari kuleta ushindi kwako katika maisha yako.
Twaudhiwa ila tusongwe. Unaweza kupitia hadi fulani ya kuudhiwa, lakini Mungu yupo tayari kukuletea ushindi katika yale ambayo unapitia katika udhia wako. Katika somo letu tunachojifunza ni namna ambavyo Paulo anatutia moyo katika nyaraka hizi mbili za Filipi na Kolosai, masomo ya pekee ya kututia moyo ambayo yanatuunganisha wanadamu, mbingu, duniani na mbingu. Muunganiko ni muunganiko pekee ambao tunapata katika mafundisho ya kitabu cha Kolosai na Filipi. Katika robo nzima hii ya kwanza tutajifunza namna gani tunaweza tukaunganishwa katika mafundisho ya Kolosai na Filipi, mbingu na dunia, katika namna iliyo njema. Na tunajifunza katika utumishi na huduma yetu kwamba tunapaswa tuwe na mtazamo chanya tunapopitia magumu, ili tuepukana na tabia ambayo huwa tunakuwa nayo watu tulio wengi, kunungunika. Unapitia hali fulani ya udhia, unaanza kunungunika. Manunguniko hayajengi, manunguniko yanaharibu. Manunguniko yanamfanya mwanadamu akose matumaini kwa Mungu. Manunguniko yanamfanya mwanadamu akose imani kwa Mungu, na Wanaisraeli jangwani waliangamia wengi kwa sababu ya manunguniko. Kwa hiyo tuepuke manunguniko, tujifunze kumtegemea Mungu, tujifunze kujenga matumaini katika ahadi zake kwamba japo tutaudhiwa lakini hatuachwi. Maana ahadi ipo kwamba atakuwa pamoja nasi sote hata kamilifu wa dahari. Ahadi hii tutie nguvu katika huduma na utumishi wa Mungu tunaposubiri kuja kwa Yesu mara pili. Tutumike kwa uaminifu kama Paulo alivyotumika. Hata alipotoka gerezani, alidumu kwa uaminifu na akapata fursa kuandika nyaraka kuwatia moyo watu wengine akiwa gerezani. Yeye mwenyewe alipaswa kutiwa moyo akiwa gerezani, lakini yeye akatumia nafasi hiyo kuwatia moyo watu wengine kwa makanisa ya Kolosai na Filipi. Hii tusaidie kuona kwamba hata kama unapitia magumu, kuna wengine wanapitia magumu na unapaswa kuwatia moyo katika mazingira yao pia. Asante. Nikukaribishe tuombe. Asante Mwenyezi Mungu ishiye mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa namna ambavyo umemwezesha ndugu mtazamaji kusikiliza na kujua namna ambavyo mtumishi wako Paulo alijitoa kwa ajili ya kazi yako, na ambavyo utamgusa na mtumishi wako anayetusikiliza saizi kujitoa kwa ajili ya kazi yako, lakini pia kutumia hekima ya Roho Mtakatifu uliyemweka juu yake ili aweze kuwafikia wengi na kuitangaza hii Injili. Na sisi sote tujiandae kwa kuendelea kuomba na kuomba rehema zako, ili siku Yesu anaporudi kutoa watakatifu wako na sisi tuwepo. Lakini pia tungetamani kuwa kati ya wale watakatifu ambao watamlaki Yesu akiwa bado hai. Ikikupendeza Mungu, tuchague tuwe kati ya watu hao. Lakini kama si sasa, ni baadaye, yeyote anayesikia na umbariki na utupatie neema usiku wa leo na siku zingine zote katika Yesu Kristo. Amen. Mpenzi mtazamaji, tunaelekea mwishoni kabisa, na nikukumbushe katika juma hili tumejifunza mambo mengi. Ukumbuke mada ambayo tulikuwa tukijadili pamoja na wachambuzi ni twaudhiwa lakini hatuachwi. Twaudhiwa lakini hatuachi, kwamba katika nyakati hizi kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakakukabili mpenzi mtazamaji, lakini cha muhimu usisahau focus yako. Kuna usemi upo kwamba wakati fulani dunia haikupi kile unachokitaka. Matarajio mara nyingi yanaenda tofauti na uhalisia, lakini ukiendelea kukaza na kuzingatia hayo utafanikiwa. Katika somo la juma hili pia tumejifunza kwamba uongozi makini ni ule uongozi wa kutengeneza watu wengine kushika nafasi yako. Hapo ndipo unapofanikiwa zaidi. Tunamwona Paulo akiwa gerezani, lakini kazi yake inaendelea kufanyika zaidi na zaidi kwa sababu tu alikuwa ametengeneza vijana na watu makini wa kumsaidia. Hivi ndivyo tunapofika mwisho. Nikukumbushe kusubscribe, kushare na kulike na kucomment maudhui haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Tunathamini sana mchango wako, comment yako ni muhimu kwetu, na tunaamini unatufuatilia kutoka maeneo mbalimbali. Mpaka juma lijalo, mimi ni Watson Mwakijola katika kuongozea kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na hii ni BW Media.